Naam, karibu tena mtazamaji, ikiwa ni sehemu ya Shajara, sehemu ya kwanza, tukiwa na mgeni Aggrey Mukaya. Mtazamaji, Aggrey Mukaya leo anasema ana mengi ya kuzungumza, mengi ameweza kumsonga, mengi ameweza kumzonga ndani ya moyo wake. Anasema anataka uyatoe yaishi. Ama wao wanasemaje yani? Ndio hivyo. Ya kutoke. Sema ya kabisa. Aggrey, karibu sana bro. Nashukuru sana kwa hapa. Kwa majina ni hivyo vile mmesikia, naitwa Aggrey Mukaya na I'm 35 years old. 34. Yeah, I'm 34 years sana old. Basi wewe. Yeah, and nimekuwa kwa ndoa kwa miaka 7. Kabla tuende kwa ndoa, Aggrey 34, umekuwa kwa ndoa miaka 7. So ulioa ukiwa na 23? Yeah. 23 eh? So umeona najua hesabu. Kabisa. So kwa mtazamaji ya kufahamu, wewe umetokea wapi? So maisha yako ya utotoni kwanza. Yeah. So mimi nikikuja kujijua nilijipata kwa nyanyangu. Wapi? Kisii. Sa huko ndio nimezaliwa, but most of my life nimelelewa Naivasha. So hapo ndio tuenda Naivasha, ni sijui kama ni budangu kunizaa ama ni budangu mlezi alikuwa ameaga, so tukaenda Naivasha. So kwenda Naivasha, hiyo time mama alikuwa anafanya job company fulani hapo, akafanya for a few years, kitu kama 2 years 3 years hapo, akatoka huko akaniacha kwa relative. So kuniacha kwa relative ikakuwa mnaelewa tu hizi situations za my relatives nini. So nilikaa kwa hiyo relative like 1 year. So nilo unakuja home maybe lunch time unapata yuko juu alikuwa anko. Unapata yuko, unarudi shule tu hivyo hujakula. Yeah, ukikuja jioni maybe unapata yale tokea job mapema, ameenda tu kubarizi huko na wanaume wenzake. So ikanikulia vihard sana. So nili have, sasa mimi nikitoka shule badala niende huko pe nilikuwa nimeachwa, tunaandamana na sasa mabeste hiyo time. Sasa mimi naweza kuja kwenyu. So nikikuja kwenyu tutacheza, giza ndio hii. Giza ikiingia tunapiga homework hapo kwenyu, tunakula kwenyu, tunalala kwenyu. So hiyo imekuwa time yangu mpaka nikamaliza class 8. So nimeishi na Waluya, Wajaluo, Wakamba. Yani Mkenya. Sasa mimi ni Mkenya, hata kabila naweza ongea kabila ka 5 hivi fluently na uwezi jua. Naweza ongea Kikuyu, Kikisi, Kijaluo, Kiluya. Hizo zote naweza ongea. Kimeru? Hata Kimeru nasikia, juu ni Kibantu. Kikamba kwanza najua vibaya sana. We basi. So ikakuwa ndio hivyo. So hiyo time yote tulipoteleana na mamangu sana, hata tukua isungumza hata kidogo. So after hapo nikapata scholarship. Juu uko Naivasha stories za tourism ni mingi. So hiyo shule nilikuwa nasoma primary, ilikuwa neighbor hapo, ilikuwa na game reserve. So hawa wazungu wakikuja kutembea huko walikuwa wanakuja pia shule. So hapo ndio nilipata scholarship, nikaenda high school. Lakini mimi nikisoma all through sikuwa hata na hiyo ndoto ati mimi nitakuja kwenda high school. So mimi nilikuwa najua after class 8 ndo mwisho hivyo. Juu hata hiyo class 8 dalili ulikuwa umeshaziona. Hiyo class 8 juu sikuwa sikia anything about my mom. So hiyo class 8 nilikuwa bright sana by the way nikiwa shule, juu tukifanya hizi mtihani za ndani kwa ndani za shule before KCPE nilikuwa napata 4, nilikuwa tu 1 2 3 sana 1 si sana 2 3. So lakini tulipofikia KCPE nilienda kupata 364, lakini ni juu ya mawazo. Alafu hiyo time kulikuwa na mkifanya KCPE mnaletewa food na mtu guardian ama mzazi hivyo. So mimi hiyo time hakukuwa na mtu wa kuniletea food. So nilifanyanga nikiwa njaa. So hiyo time watu wakienda kukula lunch, mimi nilikuwa naenda choo. Kufanya? Sasa hapo msalani kulikuwa na tap. So mimi naenda na labda najisaidia, alafu na kunywa maji, na tulia kidogo. Sasa unajua ile aibu, alafu unaona watasema aje, ile tu sana rudi class, naanza kurevise for the next paper hivyo. Yeah.
So nikapata scholarship nikaenda high school. Yeah. Shule gani? Nilienda shule fulani Kisii. Okay. Inajiita Sameta Boys. Okay. Yeah. Lakini si kuenda kumalizia huko juu sasa hiyo time shule zilikuwa zinachomwa. Nikatolewa hiyo shule, nikaletwa shule fulani hapa Kiambu inaitwa Moho Boys. Hapo ndio nilimalizia form 4. Kamaliza form 4. Baada ya kumaliza form 4 sasa. So kumaliza form 4 nikarudi Naivasha. Kurudi Naivasha nikaenda nikakuwa untrained teacher. Hiyo ndio ilikuwa I think job yangu ya kwanza. Kwa hiyo shule yenye nilikuwa. Juu nilikuwa najua language sana na nilipita, hiyo ndio kitu nilipita sana Kiswahili. Nikaenda nikaanza sasa kutrain wadogo wangu. So nilifanya hiyo job for like 8 months nikakuja nikawacha. Yeah, kwa sababu kipato ikuwa ile ati inaweza kusukuma. Yeah. Haya, after hapo sasa fast forward ya maisha yako. Fast forward ushamaliza, ushakuwa untrained teacher, umepata tukazi. Sasa kutokea hapo ndio nikakuja nikaconnect na rafiki yangu nikakuja Nairobi. So kuja Nairobi. Kwa ndo first time yako sasa? Nilikuwa nakuja kujanga lakini si sana, kama mara 2. Sasa hii yenye nilikuja kukaa mpaka wa leo ni kama ilikuwa mara 3. So nikakuja sikukujia hata kwake. So hiyo time nilikuwa nimesave pesa nikiwa huko. Kidogo. So mimi nikakuja nikatafuta nyumba single room, nikaanza kuishi. Hivyo tu. Nilikuwa naishi tu bila kazi. Lakini sasa mimi wacha tu niende nijaribu. So kitu mimi inanisaidiaga sana, mimi napenda kuongea na watu. So sana nikienda mahali nipate waseni wa Kisii, wanaongea Kikisii, nitaka hapo, tuongeongea alafu na make sure make friendship na mtu mmoja. Mwenye nitaona at least huyu tunapelekana kidogo. So hivyo ndio nikaenda nikakujaga hiyo miaka yote sasa bado mama hujamsikia tena? Mama sijamsikia mahali. To date paka leo? Mama sahi tunaongea. Sahi tunaongea. So hiyo time yote, hiyo sasa nikakuja Nairobi, nikaanza maisha, tukajuana na watu hivyo nikapick. From there so unapata huyu yule amenitia hii job, huyu amenitia hii job. So kuna wase wawili wamekuwa walinishikilia hiyo time sana. Kuna mmoja aliniconnecting na kuuza mikate. So nilikuwa naamkanga asubuhi, naenda nauza mikate hivyo kwa duka, kwa maduka hivyo. Na supply? Na supply. Nikimaliza narudi kwa nyumba. So ambapo hiyo kazi nilifanya like 2 years, nikakuja nikawacha. Nikaanza, kuna mwingine alinishikilia, alikuwa anafanya job ya roofing. So alikuwa ananichukua na kwa mtu wake wa mkono. So tunaenda mahali kufanya roofing, kuweka ceiling hizi gypsum, kuweka hizi wardrobe, cabinet, hizo mavitu. So kufanya nyumba finishing in general. So pia alinishikilia sana. So kutoka hapo nikakuwa tu mjanja ile ya mtaa. Usema ukiwa mjanja wa mtaa sasa ni kitu gani sasa ulianza kufanya wewe mwenyewe bila kushikiliwa mkono? Yenye naweza sema nimeanza kufanya mimi mwenyewe karibu vitu zote nimeshukua mkono. Juu after kuacha hiyo nikakuja nikapata job ya kukuwa pullman. So pullman ni ule mtu mwenye anachangwa hapo kwa pool manage. Na kuswi mkono joku? Si pullman, ni pullman game. Pool table. Si pool ya water. So hiyo time nikakuwa pullman. Na hapo ndio tulipatana na mke wangu sasa. Mlipatana wapi sasa? So hiyo time alikuwa na hook uji. So katika hizo pilka so nikaona vile tu wanaume wanaona. Uji ukakunogea? So nikasema hii uji inaweza kuwa mzuri ikiwa kwa nyumba. Ukapenda uji, ukapenda na mwenye uji? Na mwenye uji. Actually ni vile alikuwa anajibeba na mtindo wake hiyo time. Najua pia usilolijua ni usiku wa giza. So mimi nilikuwa na muonekano wa nje. Lakini sikujua ni nini kiko ndani. So ndio tukachumbiana hivyo, hatukukaa sana, tukaanza kuishi. Ukisema mlichumbiana tu bila kuoana? Ni ile makamwiste? Ile tu kamwiste kwa sababu hizo ndizo ndoa ziko sahi. So tukaanza kuishi hapo. Mlivyoanza kuishi day one ilikuwaje? Na Lavidavi ilikuwa
Day one mpaka miaka 3 ilikuwa mzuri kwa sababu zile shida zenye nilikuwa naona, mimi nilikuwa naona ni vitu tunaweza rekebisha. Alafu mimi nikurudisha hapo nyuma kidogo kwa sababu nimekuambia nimeishi na watu wengi na makabila mingi. So nikikuja kwenyu kuna vile nitaona mnaishi. Nikienda kwa mtu mwingine naona vile wanaishi. So nimekuwa nikigrow pia nikiwa na hiyo desire ya kukuwa na family kwa sababu nilikuwa nimelong sana nipate hiyo love yenye mimi sikuwa ipata, nipatie mtu mwingine ama mtoto wangu ama mke wangu. So hiyo ndio kitu ilikuwa inanisukuma sana. So nilikuwa nasema mimi ile siku nitakuwa mkubwa tu nijisimamishe hivi, naweza penda kukuwa na familia. So hiyo ndio kitu ilifanya. Kama unaanza nini yako fresh. Yeah. Sasa nikasema zile vitu zote zenye mimi sikuwa ipata nizipeane kwa hii familia. So ikakuwa ndio hivyo sasa. Yeah. So ukamwambia ule bibi ambao ulimpata ukamwambia hivi na hivi ndio natarajia, mimi nataka tuishi hivi na hivi. Akakukubalia? Akanikubalia. Hukuona kitu chochote wakati huo? Wakati huo sikuona kitu chochote kwa sababu vitu zile zenye nilikuwa naona ni zenye nimeishi kuona kwa hata hizo familia zenye nilikuwa naishi kwao. Juu sana nilikuwa naona sana for example naweza toa example kama ya finance. So mimi nilikuwa naona familia mingi hiyo time finance ndio ilikuwa inawakosanishanga sana. Unapata labda kama baba wa nyumba ana siri mingi ama labda kama hao anataka doza kukula lazima waende wakamtafute mahali fulani tupatie pesa ya kukula, mama amesema hivi na hivi. So mimi nilikuwa nasema nikigrow up nitakuwa open na finance zangu sana. Nisikue pia mtu wa kutafuta, unaacha familia umeipanga mapema. So mimi hata wakati tulikuwa tunachumbiana akikuja kunitembelea, sasa unajua ukiwa bachelor hauna vitu vingi kwa nyumba, nilikuwa na kaka single. So hapo penye nilikuwa nalala hapo mbele nilikuwa nimehangingi koti. Koti fulani nilikuwa nimenunua lakini sasa ilikuwa oversize, sikuwa napenda kuivalia. So kwa mfuko za ndani hizi nilikuwa nikitoka kazi mimi nakuja naeka pesa hapo. So mimi nikiamka kwenda job nitamwambia ukiamka uchukue do mahali fulani. So na mimi nakuwa mjanja, jioni nikikuja nachungulia naona hapa nilikuwa nimeacha 3,000 zimebaki 26. Nasema iko sawa. So amejipanga na 400. So naona nikaona na manage vizuri. So wakati mimi nikasema so huyu mtu anaweza kuwa manager mzuri. So nikamweka tick mara ya kwanza. So tukaanza kuishi. Sasa hiyo ndio ikakuwa mtindo. Actually mi kwa marriage life yangu yote sijaijiwekea pesa. Ulikuwa unaekewa? Nilikuwa naekewa. Unamwambia hii ndo nimekuwekea hapa? Nilikuwa sasa for example sasa nilikuja tulipatana nikiwa Pullman. So hiyo kazi ya Pullman nilikuwa nalipangwa 400 per day. Nikakuja nikaona hii job haini sustain. Na sasa naenda kupata sasa nimepata familia so mahitaji ni mingi. So ndio one of my friend mtu tumejuana tu uko mtaani kaniambia ni aje unaweza fanya job ya udonda. Udonda ni nini? Ni tout conductor. Nikamwambia ndio. Kaniambia kuja tujaribu. So vile tujaribu siku ya kwanza kaniambia wewe uko na confidence, unaweza ongea na abiria, unajua kulipisha, uko sawa. Na hivyo ndio niliingia kwa sekta ya matatu. Uko unapata pesa ngapi kwa siku? Sasa sekta ya matatu pia inategemea, changamoto ni mingi. So unaweza pata, so hiyo time ilikuwa before COVID. Ama hapo COVID ikiingilia. So hapo ulikuwa unapata umepata kama 1,000, 1,200. Na hiyo ni mingi. Hiyo ilikuwa sawa kwa sababu naona lakini sasa inavari kwa sababu kuna siku gari inaharibika na siku mnashikwa. Lakini nikipiga average per week nilikuwa naona niko na a good sum yenye inaweza ni sustain. Hapo wife alikuwa anasikiaje? Alikuwa anasikia vizuri kwa sababu actually mimi kitu pia nilikuwa na avoid nikigrow up. Nisiaitishwa kitu niseme sina. Afadhali nimwambie ngoja. Sasa nilikuwa naogopanga hiyo kitu sana. So me most of the time hata hiyo kuwa open na finance zangu japo kidogo nilikuwa nataka anitrust hivyo, ndio hata ile asishindage akiniambia ati nataka wewe tumia lakini utumie ukiwa wise. Ujue hii inafaa kukuja fast, inafaa kufuata. Wanaume wote wangekuwa kama wewe Mukaya. Wanaume wote wangekuwa kama wewe. Lakini so ilikuwa hivyo sasa. Haya, ukaanza kuona ni kitu gani sasa kianza kuharibu sasa ndoa yako?
So I think mi nilikuja nikaanza kuona tofauti after 4 years, after 3 years sasa, mwaka 4 ndio nikaanza kuja kuona tofauti sana. Changamoto inakujia hii sekta yenye niko. Sekta yenye niko ni tricky sana. Alafu nilikuwa najiambia, mi nilikuwa naamkanga 3. So time ya corona nilikuwa naamkanga 2. Tu kwa sababu competition ilikuwa high sana. Na kazi ilikuwa chini. Ilikuwa chini. Watu wamesimamishwa makazi nini. So ulikuwa naamka hiyo 2 ama 2:30 ama 3, napeleka gari kwa line. Si ati naenda kubeba, napeleka gari kwa line, napangisha line, nalala kwa gari mpaka 6. 6 sasa nakuwa number 1 ama 2 ama 3. Lakini mostly nilikuwa nakuwa number 1 kwa line. So nikiwa hivyo number 1, unajaza wa kwanza. Najaza wa kwanza, sasa tunabeba tukifuatana na line. Nakuwa yani kazi inakuwa rahisi. So nilikuwa nimejisacrifice hivyo sana. So hiyo time yote nilikuja nikaanza kuona tofauti mingi sana. Vitu zenye nilikuwa na expect kwa marriage, nikaanza kuona ni kama sizipati. For example, naweza amka hiyo 3. Nitaenda nichukue gari, niende nilale kwa gari hadi 6. Nifanye job the whole day. Hapo wife hakuna mali hata nipigia niulize kama nilifika ama uko sawa, ama niko sawa, ama labda nimedungwa visu huko mtaani niko nini. Hakuna. So yeye atanipigia simu masaa yenye anajua niko around kufunga. Kama niko around kufunga kazi. Kama saa 2 ya usiku. Kama saa 2 ya usiku. Saa 3. Lakini sikuwa ifikisha saa 3. Juu unaona naamka mapema ndio niweze pia kufunga job mapema, ndio nirudi kwa nyumba mapema. Juu mimi nilikuwa na ile notion ya nikirudi home pia nafaa nikuwe na time ya hii familia. Hata kama ni 1 hour, tuongee. Uniambie hata umelan nini leo, umelan kitu mpya, umeona nini. Yani ile udaku. Tukachap kidogo. Sijaikuwa ule msee ati niende tu home, nishawe, nikule, nilale. Nataka kujua pia vile umeshinda. So nikakuja nikaona huyu yani yeye ananipigianga simu nikitaka kufunga, na mostly ananipigia simu akitaka kitu. Ama kuniuliza, na kwani leo uko wapi? Mbona hujafunga job hadi saa hii? Namwambia, mazee leo tulishikwa, magari iliharibika. So nataka kurecover. At least nisiwe ati nikuje home mapema na sijakuja na kitu. So nikikuja home mapema uanze kuniambia hakuna hii, hakuna hii, hakuna hii, tena nikuambia hakuna, sina pesa, sikupata. Si afadhali ni recover hii, nione kama naweza recover. Job ya 3 pia ni kama gambling. Hauwezi jua ati utapata pesa ama utakosa. Kuna siku mzuri na kuna siku mbaya. So hapo ndio nilianza kuona ma red flags sasa. Lakini chakula uji anapika ile uji tamu. Ilikuwa kuuza. Ilikuwa nyumbani alikuwa anapika hiyo uji. Unakunywa wewe? Mostly si sana. So ile uji tamu ulipenda kule. Nyumbani hukupewa? Sikupata. Hiyo basi ilikuwa red flag. So nikaanza nikaona ma red flags sasa zilianzia hapo. Nikaona yani huyu mtu tunaishi na yeye, mimi naenda job hiyo na hiyo time yote nimejisacrifice juu yenyu, alafu wewe most of the time unanipigianga tu simu usiku, na ukinipigia una intention mzuri. Juu sometimes anakupigia na kuuliza, uko job kweli? Mbona nasikia maeko hapo? Mbona nasikia ni kama sasa. Bahati mzuri akiniuliza hivyo, sijui Mungu alikuwa anatokea wapi. Labda pikipiki inapita hizi na kwa na makelele pa. Ama Subaru ama mtu ama tu gari tu manyanga inapita iko na maoni mingi hapo. Yenyewe anasema sawa. So nikakuja nikaona pia ni kitu gani ulifanya mpaka wewe akawa nakufikiria hivyo? Sijui, kwa sababu naweza sema pia labda mimi sikuwa mtu wake wa kwanza. Kulikuwa na maybe another relationship yenye alikuwa ametoka, amedanganywa na so alikuwa na ile insecurity sana. So na kitu kama hiyo pia inakuja na ukihama nayo kutoka line A to line B, inakuja inakukalia vigumu sana kubuild trust yako tena. So wakati anakupigia simu hizo za usiku mshaikaa na yeye ukamwambia mbona unafanya? Tumekaa chini sana. Mimi upenda dialogue. Sana. Most of the time hata ulikuwa unapataga mimi ndio na apologize hadi makosa yenye si yangu.
makosa yake naichukua sasa inakuwa yangu, naibeba na apologize. So nikakujaga nikaanza kulearn pole pole. Juu mi sana mi wangapia umsi wa kusikiza podcast online, yani ma-advice manini ama kusoma tu vitu. Nakuja namkalisha chini namwambia mazee, inje yenye tunaenda naona hii safari sana wewe hatuyuko pamoja. Wewe nikaa unaenda A, mimi naenda B. Na tunafaa tuende kama ni kwa njia moja. So yeye kitu ya kwanza ukimuuliza kitu hata ikuwe kidogo aje, lazima ataimanipulate. Ikuwe kubwa. Sasa ikikuwa kubwa wewe utabidi ubebe hiyo msalaba. Juu wewe ndio umemtrigger. Kama vipi yani? So for example, leo naweza funga job saa 1. Na ajui kwa nini nimefunga hiyo saa 1. Labda kulikuwa kumekauka. Tukaambia na dereva, ni aje, unaona aje? Kuliko tuende turudi squad nyingine, tuende tukajibebe tukose watu, situfunge tu turidhike na yenye tumepata. Tunasema sawa. So most of the time nimefunga saa 1, saa 1:30. Kesho yake nifunge saa 3. Labda kulikuwa na jam. Atakuuliza, mbona jana ulifunga saa 1, leo umefunga saa 3? Ukijaribu kujiexplain akwambia, usifikirie watu ni wajinga. Haya, alafu alikuwa na typical sisi. Usifikirie watu ni wajinga kwa sababu wewe unataka kusema hiyo time yenye ulifunga jana jamu haikukuwa na bado ilikuwa weekday nini. Yani story, yani unajaribu kumleta kwa hiyo line ya kukuelewa, inashindikana kabisa. Na ukuweza kumwambia leo nataka tushinde na wewe. Sasa unajua pia sasa mimi nilikuwa najua kitu ilikuwa inamsumbua ni hizo my insecurities, na nilikuwa na sana nikalihama nazo kutoka kwa past relationship yake. Akakuja nazo kwa this new relationship kwa sababu yeye labda alikuwa cheated on kwa hiyo last relationship yake. So akakuwa na insecurities. Sasa akaona ni kama watu wote wanafanana, na mimi intention zangu iko hivyo. Mimi kwangu kumeishi kama police station. Yani ushai kuja kwako na wewe ni mwanaume, lakini lazima uandike OB. Lazima ukuje uji-explain kinaga ubaga kabisa, yani leo. Na sasa hiyo mimi most of the time nilikuwa naji-explain, si ati ameniuliza, naji-explain ndio niweke vitu sawa. Yani naji-explain. Yani unajieleza kabla hata uambiwe. Najieleza, sitaki kumharibia mood, nataka kwa yani akae kwa mood yake akiwa at peace. Ukiingia tu anakuangalia. Ananiangalia tu. Sana alikuwa anapenda kunitreat na hiyo reaction ya silence. Ndio alikuwa ananipiga sana. Anaweza nyamaza hata for no reason. Amenyamaza like 3 days. So mimi nikiamua ku break but the silence nikiamua ku break inakuwa bado tena ni shida tena. Yeah. So unaanza kumwambia aje? So kama akinyamaza. So sinamuuliza shida ni nini. Mostly alikuwa ananyamazaga towards the weekend. Juu mimi nilikuwa nafanyanga job sana Monday to Friday. So anaweza anza kunyamaza Friday. Sasa si anajua saa 2 uendi job. So akinyamaza Friday ama Thursday. So mi hiyo Thursday akinyamaza, nasema wacha hata mimi ninyamaze, si mimi nimetoka job nimechoka. So nitalala. Hiyo Friday nikiamka kwenda chakula atakuwekea? Chakula. Most of the time alikuwa ananiwekea. Lakini mimi pia ni mtu juu nimegrow ni kama niko peke yangu, napenda kujifanyia vitu zangu sana. Mimi si ule mtu ati nitakwambia ati kesho naenda mahali, hebu nitolee nguo, ama niamke asubuhi nikwambia na zile socks zangu za brown ziko wapi? Hapana, mimi nilikuwa najua nitaenda mahali, so nitachukua vitu zangu nijipangie. Juu pia sitaki kukuuliza maswali mingi asubuhi, sijui ile trouser yangu ya grey nilikuwa nataka kuvaa hiyo, hapana. So mimi nilikuwa napenda kujifanyia vitu sana. So mimi hata nikikuja nipate umenyamaza, labda umepika, mimi nitakula tu, nitajiserve na nikule na niendelee na shughuli zangu, nipumzike. So kesho yake ndio nitaona si sahi hata nikianzisha hii conversation kama itaenda ikuwe deep sana, si kesho ni Saturday, siamki kazi. So hata tukalala hata saa 8 iko tu sawa, bora ni make sure hii nyumba imekuwa na peace. Yeah. So wewe ndo na make hiyo initiative ya Yeah, every time. Nilikuja nikaanza vile tumekaa sana saa tu words mpaka tukuje kubreak saa hii. Sasa nilikuwa naogopa kubonga, nilikuwa naogopa kuongea sana. So inapata niko na issue lakini mimi nanyamazia ndani kwa ndani. So nikaanza kushare na watu, sasa watu wazee kuniliko. Sasa naambia mtu mwingine anaweza mpigia hiyo story ni kama ni mimi napitia,
mwingine nampigia ni kama ni mtu mwingine anapitia ndiye asinijudge. Lakini pia nikakuja nikaona kuongea ni dawa. So nikasema itabidi tu niongee. So watu wengi nilikuwa naongea nao wananiambia you are married to a narcissist. Sasa kuna mzee fulani aliniambia narcissist. Kwanza nikajiuliza huyu mzee kwanza amejua je hiyo jina narcissist. So nikaenda ChatGPT nikaandika characteristic of a narcissistic woman. Nikaona zimekuja exactly kama yeye kabisa, yani nikaona picha yake kabisa. Alafu the bad thing nikaona mtu narcissist ni ngumu sana kumbadilisha. Ni kweli. So nikaona mazee hapa hivi anafanya yeye makosa lakini ananigeuzia yani yeye akiwa nje mpaka mimi kuna time nishaitamani ni huyo mtu wa nje. Vile anakuwa dress unasema huyu ni malaika haki ya Mungu. Huyu si mke wako. Yani unasikia hata vile anasalimia jirani mimi tumelala na yeye ama tunakaa naye nyumba moja lakini mimi haizi nisalimia. Ati morning ama umeshinda aje ama uko aje yani umeamka aje hakuna. Lakini jirani hapo nje utasikia habari yako jirani mzuri maamka poa hata mimi niko hapa usafi. Yani mpaka mimi nikiwa hapo kwa nyumba nasema simia by then ningekuwa tu mtu wa nje ndio nisalimie hivi. Ni kwetu nasikia. Mbona uko msalimii pia wewe ama uko umenyamaza pia wewe? Mimi nilikuwa nafanya. Au ukimsalimia mambo anakuambia poa. Anasema mimi niko poa. Niko sawa. Yani hadi sauti ya nje na sauti ya ndani ni vitu mbili tofauti. Ya ndani inagwara sana. Sasa ya nje ni ile nyororo. Sauti ya ndani inagwara sana. Inagwara sana. Ya nje ilikuwa poa. Ilikuwa nyororo sana. Ni wakati gani Aggrey unasema kwamba huyu sasa mahali anaelekea sipo? Ni time alikuwa hostile. Mi nilikuwa najaribu kuangalia pia kitambo hiyo unapata wakati mmekuwa na disagreement ama conflict kwa nyumba, mimi najua mwanamke obviously ndiye amekuwa kirudi chini wa kwanza. Before mimi sijui kama ni tradition ama ni Uafrika ama ni nini, lakini mwanamke anafana kuwa chini kidogo. Ni kama vile sasa tunasema mwanaume ni kichwa, mwanamke ni shingo. Hakuna vile shingo itakuwa hapa. So shingo itakuwa tu hii position yake. So nikakuja nikaona yeye mkiwa na argument ama disagreement yeye anaenda juu zaidi. Makelele mingi. Hapo mjazaa lakini tushazaa hatukukaa sana. Hatukukaa sana. Juu huyo my son ni wa 2020 hiyo time ya corona. So inakuwa mkiwa na disagreement inakuwa hostile sana. Amenihat mara mingi sana na si ati hiyo kuhatiwa ati mimi nimekuwa weak. Hapana, ni juu mimi najiunderstand. Najaribu kuona ni aje society huko nje haijawahi to embrace as boy child. Unacheki watu wengi wanakufa ama vijana wengi wamekuwa dying mentally ama physically kwa sababu the society has refused to accept them as accept. Unacheki ndio ile unaambiwa, unapata mwanamume anaambiwa wewe unalia, mwanamume mzima unalia so amekuwa akinihurt sana. So juu amekuwa hostile kwangu. Aggrey, ukisema amekuhurt sana kwa mtazamaji aelewe, umepitia mambo gani? So kama ukiangalia hii mwili yangu niko na alama kama hizi ni alama hizi nimepata. Ya kupigwa? Alikupiga? Si ndio? Hizi ni alama hizi hapa. Unaona? Hizi ni maalama hizi. Mwaka umesema umetoka wapi Kisii? Ukachapwa? Si ndio? Alikuchapa aje? Kwa nini? Inakuwa unajua sasa yeye ni mtu fulani, naweza sema ni mtu hostile na ni chaotic. But ni kitu gani najua haijustify kukupiga? Ni kitu gani ilikufanya, how was it ile mara yake ya kwanza ili kukuenulia mkono? Ulikuwa umefanya nini? Na ulichukulia aje? Hiyo time ni hii tu issue zote zina relate na hii job yenye nimekuwa nikifanya. Juu ni job naamka mapema na saa zingine naweza rudi late. Mi si mara moja ama mara mbili yenye hadi gari tuseme for example uko squad ya mwisho umeenda mahali kama Don Home, gari imeharibikia huko.
So uwezi achanisha gari huko aturudi kwa nyumba juu utaenda kuulizwa ama juu unafaa uende ukaji explain. So lazima ushughulikie gari, urudishe parking, ndio kama itakuwa kesho yake muweze kuingia kazi, na kama itakuwa ikwe mali safe. So unapata maybe kuna siku nilirudi saa 4 ya usiku, hata ilibidi bado tupigie boss wangu tu confirm na yeye. Umpigie mwenye matatu sasa? Tu confirm na yeye aseme gari ilikuwa imeharibika. Lakini before upigie boss tayari mmeshachapana. Kelele imekuwa mingi hapo sana. Yeye ni mtu mwingine sasa anainuka juu, ukijaribu kumcool down. Sasa for example, sasa unajua mtu wako labda unaweza mtaptap umwambie hii vile unafanya si iza tu. Yani take it easy, si hivyo vile unafikiria na vitu hazifanyangu hivyo. Anakuambia wewe toka, wewe ni waache, usifikirie watu ni wajinga sana. Wewe sijui hiyo mambo yenye unafanyaga, wewe endelea kufanya. Mimi hata si mara moja nimeota, nimeonyeshwa. Ashaniambia kuna kipawa ya kuota. Sasa mimi kamuuliza mbona hizi ndoto zako zote haijai kuwa na ndoto positive? Hujaiota hata nimekuwa milionea basi. Tuseme hizi ndoto yenyewe kuna vile kuna ndoto nzuri na kuna ndoto mbaya. Wewe zako tu zote ni negative. Ananiambia wewe kuna vile niliota na mimi ndoto zangu hazinidanganyangi, si kwetu tuko na hiyo kipawa ya kuota sana. Nikamwambia sasa wewe hizi ndoto zako zinakuwa tu zinaenda tu mzunguko kwa wanawake. Nikamuuliza mimi nakuwa nimetokea kazi. Nikitokea kazi hii masaa nitaenda kwanza kwa mwanamke mwingine muonania accuse na yeye tena ndio nikuje. Na tena huyu mwanamke mwenye mimi naenda na yeye juu ndio mimi uletea pesa yote. Hata kama si yote unaweza ona ni kama mimi nafanyanga job approximately between mshahara pesa ngapi na pesa ngapi. Juu mimi nilikuwa nikipatanga pesa kama ni 1200 na nampatia. Namwambia kwa koti. Sasa hiyo time tulikuwa tumeadvance kidogo. Namwambia fanya hivi, wewe chukua yako ya kutumia kama ni 400, sasa ni save hiyo nyingine. Sasa tutapiga hesabu at the end of the week. Yani aniambie ni aje niko na pesa yako pesa fulani. Nimwambie hiyo pesa niwekee juu hapo bado ndio tunataka pesa ya kulipa rent na kufanya maybe shopping, lakini shopping nilikuwa nafanyaga sana. Lakini agree siku ya kwanza kwa yeye kukuinulia mkono ilikuwa aje? Ilikuwa sasa tumeargue. Niliingia kwa nyumba kama saa 2. Tukaargue mpaka karibu saa 4 ya usiku huko. Na bado sijakula, hata sijaoga, hata sijabadilisha anything. So niko tu bado na hizo nguo. Sasa mimi vile aliniambia, sasa tulikuwa tumeargue sana juu hiyo disagreement. Sasa vile nilimwambia take it easy nini, akanisukuma. Sasa kunisukuma, nikashindwa, huyu mwana, alafu yeye alikuwa na mwili kuniliko. Alafu ni mtall. So lakini miaka mimi nimemshinda na miaka 2. Alafu sasa ikakuwa sasa ametanivo wewe ni wache nini vitu kaa hizo, mimi najaribu kumcool down. Sasa aliendaga akachukua, kulikuwa na sijui ni chuma, ilikuwa kachuma hivi yako kakitu. Sasa hiyo ndio alinigonga nayo. Ilikuwa na edge sharp hapa mbele. Sasa nikaumia sasa. Alafu mkapatana vipi siku hiyo? So siku hiyo unajua mimi ni mtu vile nimesema napenda dialogue sana. So mimi nitakukalisha chini tena nitoi sasa uhusband niweke ubaba. Nijaribu yani ni kama na kucancel. Najaribu kukuambia mazizi vitu zenye unafanya si vitu poa. Na kama mimi naweza kuwa mtu mbaya pia mimi niamue sasa na kuhata ama na kufanyia kitu kibaya, najua najua society hapa nje mimi haita nisikiza hata kidogo. Lakini wewe hata vile umenifanyia hivi ukienda wewe hadi kunigeuzia ni rahisi. Wewe unaweza enda useme hata mimi ndio nakupiganga. Wewe unaweza sema hata mimi ndio nilikufanya. Lakini mimi najua nikienda kusema kwanza kitu ya kwanza watu watacheka. Watasema hiyo kitu ni impossible. Aje sasa. Alafu kuna ile picha yeye alikuwa amecreating akiwa nje na akiwa ndani. So unajua mtu haizi mdhani. Ni watu wawili tofauti. Ni watu wawili tofauti kabisa. Na bado hiyo ni characteristic moja ya maana sana kwa mtu mwenye ni narcissist. Lakini umepitia mambo mengi zaidi. Zaidi kabisa. Kuna time
Sasa mimi alikuja akagundua nafanyanga shopping per week kama ya 1500 2000. So hiyo ni shopping kama sukari, mafuta. So unaona tu yuko familia si kubwa, mchele, unga. So yeye alipatanga pesa akaenda akanunua hizo bidhaa. Akakuja akaeka kwa nyumba. So nikimpatia pesa, mi sintakuja niambia hakuna unga, hakuna mchele, salad hakuna. Sasa mimi nitamuuliza ni pesa ngapi zote. Nimpatie. Nikimpatia kumbe duka tu iko tu hapo. Duka ni jirani. Duka iko wapi? Iko tu hapo kwa nyumba. Kwa nyumba? Chini ya kitanda. So ndio mimi nigundue kuna duka chini ya kitanda. Siku fulani nimekuja nimenyeshewa viatu zimejaa maji. Sana kuja kwa njia nikijiulizanga, na kesho nitavaa viatu gani bila nimenyeshewa hivi. Nikakumbuka kuna viatu fulani nilikuwa navanga kitambo, nimekawia sana bila kuzivaa. So zinaweza kuwa wapi? Chini ya kitanda. So nikaenda, nikachukua tochi yangu, nikainama chini ya kitanda, sana gonga hivi vitu. Nikaona mtungi. Nikashindwa hii mtungi, mtu anaweza weka maji chini ya kitanda kweli? Nikagonga mtungi, nikasikia kuna kitu ndani. Sasa ndio nikaivuta. Kufungua salad 20 liters. Nikamuuliza, hiyo sikumuuliza, nikarudisha. Nikakumbuka jana yake alikuwa amenipigia story akiniambia alikuwa ameshika hiyo, alikuwa kitchen ameshika hiyo jaa ya mafuta ya salad, akaniambia ujue hii mafuta sioni kama itafika Thursday na sio tuko Tuesday. Sioni kama itafika Thursday. Nikamwambia si Thursday ni mbali sana, hata kesho yote bado uko na mafuta ya kutumia. Hati hapana, mimi natakaga kitu kikaribia kuisha nanunua. So nikaanza kujijazia, nikajijazia. So wewe ulikuwa unani harass jana ukiniambia nikupatie do ya salad kama emergency, juu salad iko hapo unataka kumaliza stock very fast. Unaona? So hiyo kitu ikaniumiza roho sana. So ndio hapo nikaanza sasa, unajua sasa mimi nikitoka usiku narudi pia usiku, sina hiyo time ya kukagua nyumba. Haya, shikilia hapo. Tutajua hiyo stock kama iliisha na kama uliweza kumconfront. Mtazamaji, kwa hivi sasa niruhusu tupumzike kidogo, mengi ni baada ya muda usiku mrefu. Sende.